CAF anasema katika FIFA Club World Cup zinaenda timu 4 za juu kubwa. Hawa wamo. Wewe Ismail na dogo zako mnasema Simba nafasi ya 4. Yaani nyinyi mnakii kuliko CAF. Kwani haujajibu swali. Timu 4 zinaenda kucheza FIFA Club World Cup. Wamo hawamo? Hawapo. Ndio tafsiri manake hawamo, sio nafasi ya 4. Mwalimu, swali langu ni kwamba hizi takwimu zinakuwa zinatolewa na nani hasa? Leo Simba nafasi ya 4, kesho Simba nafasi ya 6, leo Yanga nafasi ya 4. Ipi ya ukweli? Ya ukweli ni moja tu. CAF ana taratibu hii. Baada ya mwisho wa mashindano anatoa. Sio? Mashindano yanaendelea. Hawezi kutoa hizi ni prediction, yani mnatabiri, mna predict, sio? Au hata huko nje kuna wachambuzi. Si huko hapo ndugu zako wakina Huruma. Nani? Wakina Huruma, akina Jemedana wanadanganya na nyie mnaenda mnakuwa kama zombi bwana. Sikiliza. Kwani Jemedali lipi ambaye anadanganya wananchi? Sio amedanganya, ambie iko nafasi ya 4. Mimi kasema sio wako nafasi ya 4. Waende katika FIFA Club World Cup msimu huu. Sikiliza, CAF wanaweka taratibu. Mwisho wa msimu wa mashindano wanatoa nafasi ya ngapi, nafasi ya ngapi? Hivi vigelegele ndio vipiga. Achane nenu. Yaani mviache kabisa. Nyie waandishi msio makasuku. Simamieni, je, Simba anapopita hizo njia ni njia sahihi? Umeelewa? Katika timu zote zilizopita, je, wamepita katika njia sahihi? Wenzake wameshinda, hamna timu ambayo imeshinda kwa timu ya kweli. Imeshinda kwa penalty. Hakuna. AS Berkane mkubwa amechukua ligi ya Morocco karibia mechi 5 kabla. Ameenda amempiga Omwende away ASEC. Uongo kweli? Sio? Ndio ukubwa huo. Yeye anafunga kwa penalty, nyinyi mnamna mkubwa. Timu yenyewe Al Masry nafasi ya 4, nafasi sio ya 5 ligi ya Misri. Angekutana na National ongekwaje? Kugawa uwanja wa Amani wanasema kwamba mmewekea fitna. Mwisho wa siku wao walikuwa wanataka wa Mkapa. Fitna zenu zimewapeleka kwa Amani ili wao watoke mapema, wasifike finali. Kwanza kufika finali kwao, hiyo ni tuseme kwamba haiwezekani. No, hiyo itakuwa ni kudra za Mwenyezi Mungu. Kiuhalisia Stellenbosch wanavyocheza na wao hawana nafasi ya kwenda finali. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nyie waandishi ndio mmewadanganya. Mtumishi wa serikali wa meneja uwanja Benjamin Mkapa. Mkachukua vyombo vyenu mkaenda pale mkaita wazee, meneja anasimamia pale ule uwanja takriban bilioni 32. Akasema huu uwanja ni mali ya serikali, ni mali ya maskini wa Tanzania wa nchi hii. Naomba huu uwanja ni utunze. Nyie mkasema meneja kaa pembeni. Wakapewa wale wazee na wale wengine ile uwanja ukageuka shamba la bibi. Ukauga shamba la mpunga. Wakalima kila sehemu. Mvua kidogo uwanja utamaniki. Unaonekana hata bilioni 32 za serikali zilikuwa zinama. Kumbe kuna watu walipewa uwanja wakageuza shamba la mpunga wakalima. Leo serikali tena inafungia uwanja na tumia fedha nyingine kwa rabati. Zamani kasema meneja wa uwanja wa New Amani akileta masiara kama Benjamin Mkapa, akasema uwanja tuwape hao watu wakilima kama Benjamin Mkapa, maana yake wanamharibu taswira ya mzee Dr. Mwinyi, rais wa Zanzibar. Lakini tafsiri ya meneja yeye ndo anafahamu. Lakini mwalimu, unajua unakuruga watu. Unataka kuniambia uwanja wa Mkapa uliharibika na mvua au kuna watu waliharibu? Che, kwani Simba hapo kwa utano na Yanga mvua ikunyesha? Uliharibika? Si meneja isimamia? Hata ile goli 2-1 ile na ile 2-1 ambayo tunamfunga. Mvua ikunyesha. Ilinyesha. Si ndio? Uwanja uliharibika. Kwa juzi ya Mamposa huyo mtumishi wa Mungu msimweke. Huyo mweke pembeni. Kuna vijeba. So wazee na vijeba vichache vikaamua kupiga vikelele, vikachukua uwanja vikaenda kulima. Ndio tafsiri ya haraka. Usimweke mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu katika haya mambo ya kwenda uwanja kusema eti uwanja tumiliki sisi, tulinde uwanja, eti tufanye nini? Hao ni watu wachache ambao hawazidi hata 30 katika nchi hii. Hata kodi zao, mimi naona mikodi zao hazina nguvu kiasi hicho. Lakini wameharibu uwanja, bilioni 32 zimepotea. Serikali imefunga uwanja, wamesema wanajiandaa na Chani. Je, wakija kukagua watu wa Chani na Afcon, wakisema huu uwanja bana aukizi, kosa la nani? Kwa hiyo haujajibu swali. Watu wa CAF wakaja wakasema kulingana tumewapa muda, time frame. Huu uwanja msimamie, lakini uwanja umegeuka kuwa ni shamba la mpunga.
linakuwa kosa la nani? Kosa la taifa. Hawezi kusema kosa la taifa, unapuzi wachacha Malima pale. Kuna meneja ambao tumempa mshahara mkamuondoa. Kwa hiyo maneno yako haya yote yamwende meneja wa Amani awe mwangalifu, aangalie. Na mimi anakutazama hapa. Na mimi nimwambia meneja kwa sababu kuna mashindano makubwa yanakuja. Mashindano ya kombe la Muungano. Muungano ni kombe kubwa kuliko kombe. Yanaanza Jumatatu. Narudia, kombe kubwa kuliko kombe la shirikisho. Kwa sababu shirikisho ndio timu kama kina Stand hawa. Ndio nafasi yao kwenda kushiriki kule. Unaelewa? Yaani kombe la Muungano ni kubwa kuliko kombe la shirikisho. Wakina big man wakipata nafasi wakienda mbele ndio wanaanza kufanyaje? Wangeweza kwenda kwa mashindano ya shirikisho ambao si mashiri. Kwa wasiharibu taswira ya kombe la Muungano, kombe kubwa. Uwanja usiharibike, watu waje kupata burudani ya kumuona Stefan Aski, Pacome Zouzoua. Hao wanatoa burudani, uwanja unatakiwa uwe vizuri. Uwanja wakioharibu maana yake wamemharibia rais wa Zanzibar. Na mimi siamini kama meneja wa uwanja ni Amani watamfanyia kama Benjamin Mkapa. Lakini taarifa zilizokuwepo kwamba washatinga Zanzibar mechi Jumapili, wako Zanzibar sasa hivi. Unawaambia nini? Kwanza kutafutia matokeo yote ya Zanzibar akiwa Zanzibar. Mkajiuliza matokeo yao. So alipigwa na Mlandege pale. Timu inafungwa na Mlandege ikamzia Stellenbosch. Kwa ni serious. Sikiliza, hawana uwezo huo. Zanzibar, ukizungumza Zanzibar ni Yanga. Mwenye kadi namba 2 wa klabu ya Yanga, Mungu amlaze mapema peponi, mzee hayati Karume. Ni mwananchi, uongo kweli? Mzee Sheni. Ukisema Zanzibar unazungumzia ni Yanga. Unaelewa sio? Unazungumzia ni Yanga. Kwa wao hawana nguvu hiyo kwa kuhusu Zanzibar. Lakini je, hao hiyo timu yao wanaweza kubishana na Stellenbosch? Hapo ndio jambo la msi. Kwa hiyo safari ya Simba unaionaje? Washaondoka tu mwanangu, kwa sababu wamesema huo msiba ni saa ngapi? Saa 10. Mechi saa 10. Mechi saa 10 ndio msiba kwao, kwa sababu huo msiba saa 10. Wengine tutaenda na mapekeo. Tutaenda na matepe kumzika. Ndio muda wake wa kufa. Mechi zote alizokufa alianzia saa 10. Mechi zote alizokufa zimeanzia saa 10. Kwa muda saa 10 ndio maana tukasema na mimi muomba TFF na bodi ya ligi, kwa sababu huo ni msiba, kila mtu anatakiwa auone, si ndio? Naomba mechi ya Yanga waipeleke mbele, wapeleke tarehe 21. Mechi ya Yanga na nani? Mechi ya Yanga na Fountain Gate. Fountain Gate. Yes, wapeleke tarehe 21. Hili kwa sababu msiba ukiwepo ni lazima kuna watu ambao kazi yao ni kubeba jeneza. Tutabeba jeneza la Simba siku ya tarehe 20. Asante sana. Karibu tena. Shika kwanza mundu chukue. Ligi sichezi kwa sababu Simba mimi